wananchi wa mkoa wa Singida, awali ya yote niwashukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi, lakini niwahakikishieni kwamba tuko hapa kwa ajili ya kufanya kazi, kuhakikisha kwamba Watanzania walioko hapa wanapata msaada wa kisheria, na kama una changamoto yoyote usisite kuieleza. Lakini wakati huo huo tutakuja rasmi kwenda katika halmashauri zote za mkoa huu wa Singida ili kwenda kuona kwamba namna gani tunawasaidia wananchi kupata msaada wa kisheria. Lakini kwa sasa tumeamua kufanya kwa siku mbili katika makao makuu ya mkoa, na leo tuko hapa katika halmashauri hii ya manispaa ya Singida. Tutafanya kazi kikamilifu kuhakikisha kwamba Watanzania walioko hapa wanapata haki zao. Lakini jambo lingine, nimshukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa Halima Dendego, na kwa kweli tumpigie makofi mengi kwa sababu ameituliza Singida na Singida imetulia. Mama huyu hakika wanasema mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Ndugu zangu, mimi niwasihi tu kwamba mikoa yote tutafanya programu hii, lakini kwa bahati tumeanza Morogoro, leo tuko Singida na mikoa mingine pia tutakwenda. Niwahakikisheni kwamba ninapenda kwa taarifu kuwa utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria imekuwa na mafanikio makubwa, hivyo ni muhimu kuwa na maendelezo wa utoaji wa huduma hii, na sisi tutaendelea kutoa huduma hizi kisheria, ambapo jumla ya wananchi milioni 3 tangu tuanze, milioni 3,734,157 wakiwemo wanaume milioni 1,807,440 na wanawake milioni 1,926,717 walipatiwa elimu ya masuala ya kisheria, haki za binadamu na utawala bora, kuhakikisha kwamba wanapata haki zao za msingi, na hayo ndio maelekezo ya Rais. Na niwaambieni, katika mkoa huu kuna jengo kubwa la mashtaka linajengwa hapa, zaidi ya bilioni 2 kaleta hapa kwenye mkoa huu, na jengo hili la msimamizi wake ni yule pale mkurugenzi wa mashtaka Mwakitaro. Hakuna haja ya kuhangaika. Kwa hiyo watu wote watakao wanapata fursa ya kusikilizwa na kwenda kufungua mashtaka na mashauri chini ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka yuko hapa, na jengo liko hapa, zaidi ya bilioni 2 Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta hapa. Ndugu zangu, huduma ya msaada wa kisheria imekuwa endelevu, na niwahakikishieni halmashauri zote kama nilivyosema hapo mwanzo tutakwenda kutoa huduma hii. Serikali imeendelea kuhakikisha kuwa inaimarisha huduma za ushauri wa kisheria na kuwasihi wananchi kwamba waweze kujitokeza kwa wingi na kuleta changamoto hizo ili tuweze kuzitatua. Ndugu wananchi wa mkoa wa Singida, mabibi na mabwana waalikwa, niseme tu kwamba mosi, tuna mpango wa kuandaa sera kitaifa ya msaada wa kisheria itakayoweka misingi ya kuboresha na kuimarisha maeneo mbalimbali yanayohusu upatikanaji wa huduma za msaada wa kisheria, ikiwemo mfumo wa tehama, utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala, kuimarisha utaratibu wa usimamizi na upatikanaji wa huduma za msaada wa kisheria. Tutaanzisha madawati ya msaada wa kisheria katika ngazi ya halmashauri zote nchini. Maafisa dawati wamekuwa kiungo muhimu baina ya serikali na wananchi katika kuhakikisha kwamba wanapata huduma za msaada wa kisheria. Wizara itaendelea kuimarisha mashirikiano na taasisi mbalimbali na wadau wa huduma za msaada wa kisheria ili kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma za msaada wa kisheria kwa wananchi kwa urahisi zaidi. Na vitendo vya ukatili wa kijinsia vinatokea maeneo mbalimbali kama sote tunavyofahamu: majumbani, shuleni, sehemu za kazi, barabarani na hata kwenye mitandao ya kijamii tunaona matukio ya ukatili wa kijinsia. Aidha, katika nyakati za sasa ukatili wa mtandao umeongezeka, ambapo waathirika hudhalilishwa au kusambaziwa taarifa binafsi bila idhini yao. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, ni muhimu jamii ikafahamu kuwa ukatili wa kijinsia ni kosa la jinai na haupaswi kuvumiliwa kwa namna yoyote ile. Kila mwananchi ana haki na wajibu wa kuripoti matukio ya ukatili ili kuhakikisha waathirika wanapatiwa ulinzi na haki inatendeka. Matukio ya ukatili yanaweza kuripotiwa katika vituo vya polisi, kupitia dawati la jinsia na watoto katika ofisi za ustawi wa jamii, vituo vya afya au hospitali, pamoja na kupitia madawati ya watoa huduma za msaada wa kisheria. Katika kila halmashauri, katika kila wilaya Tanzania bara,
tayari limeanzishwa dawati maalum la msaada wa kisheria, na serikali imefanikiwa kuajiri watoa huduma ya msaada wa kisheria 449 ambao kazi yao ni kutoa elimu ya kisheria na kuhamasisha mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia katika jamii. Kwa majina yangu ninaitwa Mary Bariki, ni mkazi wa hapa Singida. Tunashukuru, huduma zao ni nzuri na tumefanikiwa. Mimi nilikuwa na swala la kuhusu vyeti vya watoto wangu na ninashukuru kwa kweli, wana huduma nzuri na tumepata vyeti kwa wakati. Namshukuru pia kiongozi aliyekuwepo leo, ametufanyia huduma zimekuwa kwa urahisi zaidi. Kwa jina naitwa Sauda Mohamed Abdalla. Kuja kwangu hapa ilikuwa nafuatilia cheti cha mtoto. Nimeshafanikisha. Nimefurahia kwa 100%. Ina faida nyingi sana. Wanasikilizwa wanyonge, kupata haki zao pia. Tumepokea vizuri sana. Tunaona ni vizuri ambaye bila kuhangaishwa, tumepokea vizuri sana, tunashukuru.